Kwenye tasnia ya sanaa ya Tanzania imekuwa kila siku kunaibuka vitu vipi ambavyo vinakuwa vinahusisha skendo mbalimbali zilizowahi kutokea nyuma, lakini pia zinazotengenezwa kwa sasa na wale ambao wana mpango wa kuweza kutengeneza content katika siku zinazokuja. Unaona bwana, kwa hiyo kiki zimekuwa zikiandaliwa kwa ubora na kwa standard wa hali ya juu kiasi kwamba wadau wamekuwa wafuatilia zaidi katika mitandao ya kijamii. Kila aliyekuwa na wafuasi wengi ambao wanamfuatilia msanii, basi msanii anaitengeneza kwake kama opportunity ya kuweza kufikia jambo ambalo analolihitaji msanii kama msanii. Sasa katika hii habari ambayo imechapishwa katika akaunti ya Instagram, nikimuonesha Kajala pamoja na Aunt Ezekiel wakimhusisha hayati Stephen Charles Kanumba, ambaye bongo ya sanaa nchini Tanzania uigizaji imekuwa ikimtambua kama mwigizaji nguri aliyofanya makubwa na kuiwakilisha Tanzania katika mataifa mengi duniani katika nyanja ya sanaa. Unaona bwana, sasa unaambiwa kwamba kwenye kipindi chao cha A-List, Kajala ameamua aseme ukweli kuwa Aunt Ezekiel aliwahi kuwa na mahusiano na marehemu Stephen Kanumba baada ya Aunt Ezekiel kukataa kuwa hakuwahi kuwa katika mahusiano na Stephen Charles Kanumba. Katika upande wa Stephen Charles Kanumba, historia yake inasema kabisa kwamba hakuwahi kuwa na skendo nyingi sana za kuwa na wanawake katika mitandao au katika mtaa kule ambako alikuwa akikubalika zaidi, ile isipokuwa Stephen Charles Kanumba alijibebea maarufu mkubwa na skendo kubwa ambayo iliweza kumtambua yeye kama yeye ni skendo ambayo ilikuwa inahusisha kazi zake, kwamba muigizaji bora anaigiza kazi nzuri ambazo wananchi wanapenda na kukubaliana nazo. Unaona bwana, ila isipokuwa tu skendo ya mwisho ya Elizabeth Lulu ndo ilishika kasi zaidi baada ya Stephen Charles Kanumba kuweza kufariki kwa ajali ya kusukumwa na aliyedaiwa kuwa mpenzi wake Lulu, Elizabeth Michael. Unaona bwana, na kifo chake kikatafsiriwa na mahakama kwamba yule ambaye alishtakiwa kama mtekelezaji wa mauaji hayo ambaye ni Elizabeth Michael, ilisemekana kwamba kile ni kifo au lile tukio ambalo la mauaji lilikuwa sio la kukusudiwa, bali wawili walikuwa katika faragha yao, ikatokea bahati mbaya. Ndivyo hadi hii leo Elizabeth Michael Lulu yuko ulaiani kutokana na madai hayo. Sasa hili ni jipi ambalo limeibuka na limeanza kuleta mkakasi katika mitandao ya kijamii ikimhusisha Aunt Ezekiel. Na kwa wakati ule pale Aunt ameigiza filamu na Stephen Charles Kanumba, na kiukweli walikuwa wanafanya vitu ambavyo vilikuwa viko na uhakika na ubora wa hali ya juu, kwa sababu kulikuwa kuna uhalisia mwingi sana katika maigizo yao ambao walikuwa wakiigiza. Unaona bwana, na kadhalika Kajala naye pia ni miongoni mwa hao watendaji bora zaidi, kila mtu kuonesha uwezo wake mkubwa wakati ambao alikuwa akiperform kitu ambacho anachokipenda. Sasa maswali mengi yameweza kuibuka na kusema kwamba wamekosa mada zingine za kuweza kujadili mpaka waanze kumuongelea Stephen Charles Kanumba ambaye kwa hivi sasa amekwisha kutangulia mbele za haki. Mbona kuna skendo nyingi sana ambazo wanaweza kuzifanya kuwa trending kwa wakati huu hapa? Kwa nini wameamua kutengeneza skendo na kumzungumzia msanii huyu ambaye tayari amekwisha kufariki, kwamba hakuna skendo nyingine ambayo ingeweza kuwafanya kipindi chao cha A-List kufanyika katika siku hii hapo? Lakini hizi ni mjadala tu ambazo zimekuwa zikizungumzwa na baadhi ya watu, lakini wao wameona ni vyema zaidi hiki kitu kuweza kukiwasilisha kwa jamii, kuweza kufahamu kuwa Aunt Ezekiel aliwahi kuwa katika mahusiano ya kimapenzi na Stephen Charles Kanumba, na Kajala kukanusha kuwa hakuwahi kufanya hivyo. Bana, nikushukuru sana, hadi wakati mwingine, bye bye.